Bana, kwa kule nchini Morocco mechi inachezwa leo, lakini kwa majira ya saa za hapa Tanzania ni mechi inachezwa kesho. Kama ambavyo tunafahamu mechi inachezwa saa 6 na dakika 30 za usiku kwa masaa ya hapa Tanzania, lakini kwa kule nchini Morocco muda unakuwa ni saa 3 na dakika 30. Tofauti masaa matatu kwa Morocco na Tanzania. Hiyo ndio tofauti kubwa zaidi. Hivyo mechi itachezwa saa 6 na dakika 30. Na tayari kwa upande wa Mwalimu Mohamed Morocco ameweza kuandaa kikosi chake ambacho kitakwenda kuvana na Morocco hapo baadaye. Lakini pia kikubwa nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia hapa kikosi kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ambacho kitakwenda kuvana moja kwa moja na Morocco. Tunakumbukumbu Morocco walishatuchabanga pale kwenye dimba la Benjamin William Mkapa mabao 2-0. Kwa hiyo kwa upande wa timu ya taifa, kwa upande wa wachezaji, wanahitaji na wenyewe pia walipe kisasi kwenye mchezo hii leo. Kikubwa ni kusubiri kuona nini ambacho kitaweza kujiri. Kabla sijakutajia kikosi hapa, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Karibu tuweze kuangazia kikosi hapa. Kwa upande wa Mwalimu Mohamed Morocco amekuja na mfumo wa 4-2-3-1. Ni mfumo ambao tunafahamu mara nyingi amekuwa akiutumia ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Wachezaji 11 hao hapa ndio ambao wanakwenda kupambania alama 3 kwenye mchezo huu wa kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. Kwa upande wa golini yupo Ali Salim. Golikipa Ali Salim tunafahamu ni golikipa mwenye uwezo mzuri, ni golikipa ambaye ana uwezo wa kupanga safu ya ulinzi na kufanya maamuzi sahihi katika kuokoa hatari. Ni golikipa ambaye amekuwa ni mtulivu kweli. Lakini pia kwenye eneo la beki ya pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Shomari Kapombe tunafahamu ni beki wa kulia ambaye ana kasi zaidi, lakini pia ana uwezo mzuri wa kushambulia, lakini pia ana uwezo wa kupiga cross sahihi na kurudi haraka katika nafasi yake ya ulinzi. Uwezo wake wa kukaba na kuanzisha mashambulizi ni faida kubwa kwa upande wa timu ya taifa Tanzania. Lakini pia kwenye eneo la beki wa pembeni kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbo Jeyara. Beki huyu Mohamed Hussein tunafahamu uwezo wake ndani ya klabu ya Simba, lakini pia na uwezo wake mzuri ambao amekuwa akionyesha kwenye upande wa timu ya taifa. Tunafahamu ni mzuri wa kukaba na kushiriki katika mashambulizi, lakini pia na uwezo wa kupiga crossi na kutoa msaada kwa wingo wa kushoto katika eneo la kushambulia. Hivyo mara zote Mohamed Hussein amekuwa na umuhimu huo. Lakini pia nikienda kutizama moja kwa moja kwenye upande wa mabeki wa katikati, kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Ibrahim Baka. Kwa upande wa Ibrahim Baka ni beki wakati ambaye tunafahamu ana nguvu, lakini pia ana uwezo wa kucheza mipira juu, lakini pia ana uwezo wa kusoma mchezo na kutoa uongozi katika safu ya ulinzi. Katika mechi zilizopita tumeweza kuona aliweza kuonyesha uwezo mzuri na kumdhibiti mshambuliaji mkubwa wa pale wa timu ya taifa ya Guinea kama Serhou Guirassy, akishirikiana vizuri na Dickson Job. Lakini pia kwenye eneo hili la ulinzi kama kawaida, Dickson Job ndiye ambaye atakuwepo kwa wakati huu. Beki huyu kwa upande wake tunafahamu ana utulivu wa kuweza kuusoma mchezo, lakini pia ana uwezo wa kumiliki mpira na kuanzisha mashambulizi kutoka nyuma. Ushirikiano wake na Baka umeimarisha safu ya ulinzi kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania. Hivyo ndivyo mambo yatakavyokuwa kwenye eneo la ulinzi. Kulingana na mfumo wa Mwalimu Mohamed Morocco wa 4-2-3-1, kwenye eneo la viungo wa juu atakwenda kusimama Novatus Miroshi. Novatus Miroshi tunafahamu ni moja ya kiungo mwenye uwezo wa kukaba, lakini pia na kuanzisha mashambulizi, lakini pia ana nguvu na stamina ya kucheza box hadi boxi, akitoa msaada kwa safu ya ulinzi pamoja na ushambuliaji. Hiyo imekuwa ni sifa kwa upande wa Novatus Miroshi, moja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Lakini pia kiungo ambaye atakuwa anasaidiana naye kwenye eneo hilo ni Mudathir Yahya. Kiungo wakati huyu kwa upande wa Mudathir Yahya tunafahamu kwamba ana uwezo wa kupiga pasi sahihi, lakini pia na kusambaza mpira, lakini pia na uwezo wa kudhibiti kasi ya mchezo na kutoa msaada katika ulinzi na ushambuliaji. Tuliweza kuona pia mechi iliyopita dhidi ya Guinea ambaye alitoa pasi iliyozaa bao la ushindi lililofungwa na Simon Msuva. Lakini pia kwenye eneo la kiungo mshambuliaji yuko Faisal Salum Feitoto. Kwa upande wa kiungo Faisal Salum Feitoto tunafahamu bora wake, tunafahamu pia utulivu wake pale ambapo anakuwa kwenye eneo la mwisho. Ni kiungo ambaye mwenye ubunifu na uwezo wa kupenya safu ya ulinzi za wapinzani. Ana uwezo wa kupiga pasi za mwisho na kufunga mabao kutoka eneo la mbali. Hiyo imekuwa ni sifa yake kubwa kwa upande wake na imekuwa ni faida kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania. Lakini pia kwenye eneo la mawinga wa pembeni wawili
yani watakuwa wakicheza kulingana na aina ya mfumo ambaye mwalimu amekuja nao, kwamba Kibu Denis ndiye ambaye atasimama kwenye eneo la kulia, yani mshambuliaji wa pembeni kulia. Tunafahamu kwa upande wa Kibu Denis kasi yake na uwezo wake mzuri wa kutembea na mpira na kuwatoka mabeki kwa nguvu zaidi, hiyo imekuwa ni sifa kwa upande wake. Lakini pia kwenye eneo la kushoto atakuwa akitokea Clement Mzize, yani mshambuliaji wa pembeni kushoto. Kwa upande wa Mzize tunafahamu ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri, lakini pia amekuwa na uwezo wa kuwatoka mabeki mara kwa mara, lakini pia amekuwa na utulivu kwenye eneo la kufunga. Hivyo Clement Mzize atasimama kwenye eneo hilo. Lakini pia mshambuliaji wa mwisho kwa wakati huu atakuwa ni Simon Msuva. Kwa upande wa Simon Msuva tunafahamu ni moja ya mshambuliaji ambaye amekuwa na uwezo mzuri na uzoefu mkubwa wa kufunga mabao. Ana kasi, lakini pia na uwezo wa kujipanga vizuri na kumalizia nafasi anazozipata. Katika mechi ya kufuzu AFCON ya mwaka 2025 ambayo ilicheza dhidi ya Guinea, tunafahamu ndiye aliyefunga bao pekee ambalo lilipelekea kwa upande wa timu ya Tanzania kufuzu na kwenda moja kwa moja. Na wakati huu ndiye mchezaji ambaye amekuwa anatazama zaidi kulingana na ubora wake.